播放。Somo letu la leo lina kichwa Jitahidini kuingia. Jitahidini kuingia. Somo la leo ni mwendelezo wa somo lile ambalo tulijifunza Jumapili iliyopita, ambalo ilikuwa na kichwa mwili adui namba 2 wa mtu. Mwili adui namba 2 wa mtu. Leo tunaendelea kutokea pale tulipokuwa tumefikia, na tunazidi kujifunza kuhusiana na adui huyu namba 2 wa mtu. Na neno letu la msingi linatoka katika Luka sura ile ya 13. Luka sura ya 13 mstari wa 24. Luka 13 mstari wa 24. Luka 13 mstari wa 24 tunasoma: huyu ni Yesu anazungumza. Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Wavivu, walegevu, watu wanaosikiliza mwili na kuutii matakwa yake hawezi kuingia. Watu watakaoingia katika uzima, watakaoingia katika mlango mwembamba na hivyo kuingia katika uzima wa milele, watu ambao watu wenye uwezo wa kutumia nguvu kulazimisha mwili kufanya matakwa ya roho. Wale wenye nguvu ya kuutesa mwili na kuusulubisha na kuambia mwili unataka, utaki, jambo hili lazima lifanyike. Jitahidini inazungumzia watu, inazungumzia inataka jitihada, inataka nguvu. Hali popote ambapo nazungumzia jitihada, kuna nguvu ya kutumika. Mtu ambaye mlegevu, mvivu, manake mtu hana jitihada yote katika chochote anachokifanya. Inataka jitihada, inataka kutumia nguvu katika kupambana na adui yetu namba 2. Na tumejifunza habari zake Jumapili iliyopita kwamba ni mwili. Tulijifunza kwamba mwili kimsingi ambao tulionao, huu sio mwili ambao utakaa nao milele na milele. Maandiko yanasema damu na nyama haviwezi kuurithi ufalme wa Mungu. Kuna miili ya duniani, tena kuna miili ya mbinguni. Ule mwili utakaoishi milele na milele ni ule mwili usiochakaa. Ni mwili kama mwili wa malaika. Malaika wameumbwa miaka maelfu yaliyopita. Lakini ukipata neema ya kuangalia malaika, ukipata neema ya kumwona malaika yoyote,
itakushangaza. Huwezi kuwaza kwamba malaika hao wana umri wa miaka maelfu, kwa sababu ukimwona malaika yoyote utafikiri ni kijana labda wa umri wa miaka 16. Ndio maana utaona katika maandiko pale inapozungumzia juu ya malaika, inazungumzia juu ya kijana. Ndivyo walivyo. Kwa muonekano utaona ni vijana kabisa, ni mili isiyochakaa. Hiyo ni mili ya mbinguni. Marko sura ile ya 16. Marko sura ile ya 16 tunaona juu ya malaika ambaye alitokea akalivingirisha lile jiwe akalikalia, labda kabla kuja katika maandiko. Sehemu nyingine utaona anazungumzia waziwazi juu ya malaika. Kwa mfano katika Mathayo, kabla kuja hapo katika Marko, katika Mathayo sura ile ya Mathayo sura ile ya 28 kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko haya tumekuwa tukiyasoma tena na tena. Utaona hapo kulikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni akaja kalivingirisha lile jiwe akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka wakawa kama wafu. Malaika akajibu, tuseme wote, malaika akajibu. Nani akajibu? Nani akajibu? Ndiyo. Akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Nani anazungumza hayo? Ndiyo. Sasa twende katika Marko 16. Marko 16. Kuanzia mstari wa kwanza tunaona taarifa za kufufuka kwa Yesu pia. Taona hapo wanaliangalia lile jiwe lililokwisha kuvingirishwa ambalo lilikuwa kubwa mno. Hapo mstari wa 5 mpaka mstari wa 6. Wakaingia kaburini. Sasa haizungumzi kwamba wakaona malaika. Wakaona nini? Sema kwa bidii mwenye Biblia, wakaona nini? Ameketi upande wa kuume, amevaa nini? Wakastajabu. Naye akawaambia, msistajabu. Mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, hayupo hapa. Patazameni mahali walipomweka. Hayo ni maneno ya nani ambayo tumeona huko nyuma? Hapa anaitwa nani? Kijana. Ndio mili ya mbinguni ilivyo. Malaika wanakuwa ni vijana kabisa. Na hii ndio mili tunakuwa nayo, lakini inakuwa hivi, haijatengenezwa kwa damu na nyama kama hii tulionayo. Kwa hiyo hii mili tulionayo ni ya udongo, imetokana na udongo. Ile tukayokuwa nayo ya milele haijatengenezwa kutokana na udongo. Kwa namna ile tulivyokuwa na tofauti kati ya vitu vingine vinatengenezwa kwa plastiki, vingine kwa chuma, vingine kwa mbao. Na mimi Mungu mwenyewe ana uwezo wa kutengeneza mwili huu kwa tofauti na mwili huu kutokana na material au
malighafi aliyotumia katika kutengeneza mwili husika. Sasa mwili tulionao ni wa udongo. Mwili wa udongo asili yake sio ya mbinguni, asili yake ni ya duniani. Kwa hiyo, kwa sababu mwili huu umetengenezwa ukiwa na asili ya duniani, ukiwa na asili ya hapa, utabaki kwenye udongo, utakwenda chini. Ndio maana tunauzika chini, hatuuziki juu, tunauzika chini, tunachimba chini, halafu tunauzika. Mahali kwake ni chini ya ardhi, ambako ndiko kuliko hata kuzimu. Kuzimu ni inatajwa katika maandiko ni pande za chini za nchi, ni chini. Kwa miili yetu, kwa sababu asili yake ni ya dunia, asili yake ni ya chini huku, haiwazi juu ya juu, lakini wakati wote inatupeleka chini. Roho zetu, kwa sababu zenyewe si za chini, zinawaza juu yaliyo juu, zinafikiri juu yaliyo juu, zinafikiri yaliyo mbinguni. Kwa hiyo zinapingana. Roho inapingana na mwili. Mwili unataka kwenda, unavutia kwenda chini, roho inatamani kwenda juu. Kwa hiyo kuna mapambano katikati ya roho na mwili. Kwa hiyo tukajifunza kwamba Shetani ni adui yetu namba moja. Yesu alisema adui ndiye aliyetenda hivi, na huyo adui ni Ibilisi. Lakini tukajifunza adui namba 2 ni mwili. Na Shetani sasa hufanya kazi kwa kushirikiana sana na miili yetu. Na kuna mioyo ambayo tumekuwa tukimfahamu adui Ibilisi na kupingana naye. Pingeni Shetani naye atawakimbia. Mtiini Mungu. Yakobo 4 anasema hivyo, mtiini Mungu, mpingeni Shetani naye atawakimbia. Tunamtii Mungu, tunampinga Shetani ambaye hataki tumtii Mungu, akimbie. Tuendelee kumtii. Lakini tukajifunza kwamba wengi tumekuwa tunashughulika na Shetani na tunamfahamu zaidi kama adui yetu, lakini wengine tumekuwa tujafahamu juu ya adui yetu namba 2 ambaye ni mwili. Na tukajifunza kwamba katika Wagalatia sura ile ya 5 mstari ule wa 16 mpaka 17, Wagalatia 5:16 mpaka 17, basi nasema, enendeni kwa roho, wala mtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata mwezi kufanya mnayotaka. Mwili, tukajifunza kwamba andiko hili sehemu kubwa linazungumzia juu ya asili ya dhambi iliyoko ndani ya mtu, na vile vile inaitwa mwili. Lakini vile vile inazungumzia juu ya mwili huu tulionao. Na mwili huu unapingana na chochote kile cha rohoni, chochote kile ambacho tunakusudia kukifanya katika mapenzi ya Mungu, kunakuwa mwili hautaki kukifanya. Kwa sababu mwili asili yake ni ya duniani, asili yake si ya rohoni, asili yake si ya mbinguni. Kwa hiyo mwili unatuvuta chini, hautaki twende juu. Hivi viwili vimepingana. Kwa
Kwa hiyo tunatakiwa kuenenda kwa roho. Maana tunatakiwa kufuata matakwa ya roho, sio kufuata matakwa ya mwili. Sasa kwa namna gani? Mwili hautuachii kufanya hivyo kirahisi, lakini inataka jitihada. Sema wote, inataka jitihada, inataka nguvu. Ndio mwili hautaki, unataka kuendelea kulala, lakini tunajua tukilala tutapata hasara. Kwa hiyo tunaulazimisha mwili. Tukajifunza Paulo mtume anasema, ninautesa mwili na kuutumikisha, ili nisije nikahubiri wengine nikawa mtu wa nini? Wa kukataliwa. Ndio, ninautesa mwili na kuutumikisha. Kuutumikisha maana yake kulazimisha kufanya kile ambacho mwili hautaki. Ninautesa maana yake wenyewe unataka starehe, unataka kupumzika. Nasema hakuna kupumzika hapa, lazima uamke, lazima ufanye hiki na kile. Kwa sababu tunajua faida ya kule tunakokwenda. Tunajua kwenda mbinguni ni faida kuliko chochote kile kingine. Ndio faida kuu kuliko faida zote nyingine. Ukiona watu wanahangaika kufanya kazi hapa, jitihada zote za kufanya kazi, za kufanya biashara, zinalenga kumpa mtu maisha mazuri zaidi, si ndio? Kweli si kweli? Kwa nini watu wanafanya kazi kwa bidii kubwa? Kwa nini watu wanajishughulisha na kuhangaika kwenye biashara zao? Lengo nini? Waishi maisha mazuri zaidi, si ndio? Kuliko wanayoweza kuishi sasa, si ndio? Sasa hakuna maisha mazuri zaidi kuliko ya mbinguni. Maisha ya mbinguni ndio mazuri zaidi na bora kuliko yoyote yale ambayo yako duniani. Ni mahali panaitwa paradiso. Neno paradiso maana yake bustani yenye raha isiyo na kifani. Ni mahali ambapo kuna raha ambayo haifananishwi na raha yoyote tunayoweza kuielezea. Majumba yaliyoko kule yanaitwa makao. Katika Kiingereza tunaita mansion. Mansion ni neno linalotumika kule Uingereza kuzungumzia majumba makubwa sana kifahari ambayo yanakuwa ya ngazi za kifalme. Mansion. Yesu alisema nakwenda kuandalia makao. Neno hilo makao katika lugha ya asili inamaanisha mansion. Majumba makubwa sana ya kifahari isiyoweza kuneneka. Kuna jumba, kuna kao, kuna mansion ambayo inakusubiri huko mbinguni. Kama tunafanya jitihada, tunafanya bidii, tunatumia nguvu zetu zote kufanya kazi na biashara na nini, utakuta sana ni nini? Mtu apate nyumba, si ndio? Ajenge nyumba, si ndio? Apate gari, si ndio? Ndio hayo. Sasa hizi nyumba tunazojenga za matofali haya ya udongo, si chochote, si lolote, ni takataka, ni vumbi. Hakuna nyumba zinazojengwa kwa tofali kule mbinguni. Matofali hayatumiki kujenga nyumba zetu huko juu. Ni makao ambayo ujenzi wake ni wa vitu vya thamani kubwa vinavyotajwa katika Ufunuo Yohana sura 21. Na ni mahali ambapo kuna raha isiyo na kifani. Hakuna kuugua, hakuna kufa, hakuna kuomboleza, hakuna tabu, hakuna dhiki na mioto, hakuna kwanza yote maumivu yamekwisha kupita. Hakuna magonjwa, hakuna chochote kinachofanana na hicho. Ni raha
mstarehe milele na milele. Na kwa maana hiyo sasa ni faida kubwa kuliko faida nyingine zote. Sasa mtu anayekwenda kazini, anafanya kazi mahali fulani, anatakiwa kazini saa 1:30, anatakiwa kuamka mapema alfajiri, kujiandaa na kuwa na muda wa kutosha kusafiri kufika kazini. Mwili hautaki kuamka mapema, unataka kuendelea kulala. Hata kama hajaokoka bado mwili ni mwili tu, unamvuta chini, unataka aendelee kuvuta blanketi alale. Lakini anajua akizidi kuvuta blanketi akalala, akatii matako ya mwili, atapata hasara. Anaweza akajikuta anafukuzwa kazi. Atafukuzwa kazi, itakuwa ni hasara, itamgharimu kimaisha, atapata hasara katika maisha, atateseka kimaisha. Kwa hiyo mwili unamvuta chini kwenye kitanda endelee kulala, anakataa, anasema hapana, lazima niamke, si ndio? Na inahitaji jitihada kutoka pale. Anatoka kwa jitihada hizo na kusema mwili, hakuna kulala hapa sasa, lazima niamke. Kama alikuwa ametegesha alamu, alikuwa ametegesha na yote ya king'ora cha kumfanya amke, mwili unamwambia lazima king'ora hicho endelea kulala, lazima kelele hizo endelea kulala. Anasema hapana, lazima niamke, lazima niende kazini, siwezi kukosa kazini. Anatumia jitihada kutoka kitandani na kusema mwili unataka usitake, lazima niamke. Na vivyo hivyo mtu ambaye anataka kufanikiwa kimasomo, mwili bado unashindana naye hata kama hajaokoka. Mwili hutaki kusoma, unataka kulala. Mwanafunzi wa shule, wa chuo, anahangaika. Wengine wanaweka miguu kwenye maji, wengine wananawa uso, wanafanya hivi na vile. Nisiposoma kuna hasara kubwa mbele, lazima nisome. Anautesa mwili, anautumikisha na kulazimisha kusoma. Sema amen. Anautesa mwili, anautumikisha na kulazimisha kusoma, akijua asiposoma atapata nini? Hasara. Atapata nini? Hasara. Mkulima vile vile, mkulima anajua wakati ni wa masika na wakati wa kulima. Amekwenda kulima leo tangu asubuhi mpaka jioni, anarudi amechoka sana. Anapolala mkulima yule, kufika alfajiri anatamani kuendelea kulala. Mwili unatamani kuendelea kulala. Na wakati mwingine alfajiri ile mvua nayo inanyesha, kwa mwili unamwambia lala. Unaenda wapi tena kulima zaidi? Kwanza angalia mvua nje, endelea kulala, vuta shuka. Lakini mkulima anajua huu ni wakati wa masika, huu ni wakati wa kilimo. Nikicheza na muda huu tena nitapata nini? Nitapata nini? Hasara. Nikiuelekeza mwili hapa nitapata nini? Hasara. Kwa hiyo nitafika mahali ambapo wenzangu wana mazao, mimi sina mazao. Nitapita katika kipindi kizito cha kuombaomba. Kwa kujua hivyo, mkulima, pamoja na kwamba mwili umechoka kwa kazi ya jana na juzi, ulazimisha mwili kwamba lazima aamke. Anatoka bila kujali mvua, anaiendea mvua, analima akiwa na mvua. Tunaona mkulima anakwenda amebeba wakati mwingine mtoto mgongoni, anakwenda analima tangu asubuhi mpaka jioni bila kujali. Mwili unatamani na hautaki hivyo.
lakini anaulazimisha kwa jitihada namna hiyo, na ndio jitihada inayozungumzwa katika roho vile vile. Ikiwa tunajua faida ya kule tunakokwenda ni faida ya milele, na kwenda motoni ni hasara ya milele, maana yake kule tunaenda kuteseka, ni mateso ya milele na milele. Kule hakuna raha yote, ni mateso ya milele na milele. Upande wa pili kutakuwa na kula na kunywa na kufurahi kwa namna kipekee mno kule mbinguni. Tutakula matunda ya mti wa uzima, tutakula mana iliyofichwa na kadhalika. Lakini upande wa jehanamu ya moto hakuna kula. Natamani hata uwekewe hata tone la maji kwenye kinywa chako, hata nafasi hiyo hakuna. Ni mateso ya milele. Unakuwa katika hali ya kufa lakini hufi, kwa maana inaitwa mauti ya milele. Unakuwa katika hali ya kufa tu milele milele, katika kuteseka sana hivyo. Na huruma ya Mungu, maandiko yanasema, itakuwa imekoma kabisa, itakuwa hakuna huruma tena. Hivyo na kumbuka, kuna second chance, kuna nafasi tena ya pili ya kusema sasa tunarudi tena kufanya mtihani tena duniani, kuishi tena. Hakuna. Mtu amewekewa kufa mara ngapi? Mara moja tu, na baada ya kufa hukumu. Unaingia katika faida ya milele au hasara ya milele. Ndio, unaingia katika faida ya milele au hasara ya milele. Unaona? Kwa hiyo maandiko kwa maana hiyo ndio maana yanazungumzia juu ya faida. Warumi sura ile ya 6, Warumi sura ya 6 mstari sasa wa 22. Warumi sura ya 6 mstari wa 22. Warumi 6:22 tunasoma, lakini sasa mkisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu. Maandiko nasemaje hapo? Mnayo nini? Hamna Biblia. Ukiwa unakuja kanisani bila Biblia, maana yake wewe ni mpagani. Mshike mkono jirani yako, muulize, kama huna Biblia wewe ni mpagani. Ngeukia na mwingine mwambie hivyo, kama huna Biblia wewe ni mpagani. Hata watu wanaenda sokoni wanakumbuka kwenda na kikapu. Unajua nitaenda kuchukua mihogo, unaandaa kikapu, si ndio? Sasa huwezi kwenda tu mikono mitupu. Sasa huo mchicha na hiyo mihogo utaiweka wapi? Na tunapokuja Biblia kuna vifaa vyake vya kazi. Tunapokuja kanisani kuna vifaa vyake vya kazi. Ndio hii, si ndio? Sasa ukija tu kama unakuja tu, maana yake wewe ni mpagani. Tena nafikiri ni zaidi ya mpagani. Hata mpagani anajua akienda kwenye miungu yake na kuna vitu vyake vya kupeleka. Lazima aende na vibuyu, si ndio? Lazima aende na matunguli kule. Sasa unakuja hivi unakodoa macho hivi. Hata kwenye siasa, kwenye mkutano wa siasa nao hawaende wanakodoa macho. Wana vifaa vyao vya kazi pia, si ndio? Sasa sembuse wewe, maana yako umezidiwa na wote hao. Uone aibu. Mkono jirani yako asiye na Biblia mwambie uone aibu. Na watoto wanaambiana hivyo, uone aibu. Uone aibu kuja nyumbani mwa Bwana bila Biblia. Wakayachunguza maandiko waone kama ndivyo. Alafu unamwacha tu mtu anasoma
Matokeo yake ndio anakuambia juu ya purgatori, nakwambia juu ya rozari, na wanasema amen. Soma maandiko, uchunguze uone ndivyo alivyo. Kuna purgatori humo ndani, kuna rozari humo ndani. Chunguza maandiko uone kama ndivyo alivyo. Sasa wewe mimi nakusomea tu hapa amen. Sasa tuko katika Warumi 6 mstari wa 22. Warumi 6:22. Lakini sasa mkisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu. Neno gani linafuata hapo? Ndio hii ambayo tulikuwa tunazungumza kwamba ni faida. Tunayo faida. Mnayo faida yenu ndio kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Hii ndiyo faida tunaizungumzia, uzima wa milele. Tukijua sasa kulima anatumia jitihada. Mwili hautaki, umechoka, anaulazimisha kwenda kulima. Mfanyakazi anaulazimisha ule mwili kuamka aende kazini. Wanafunzi anaulazimisha ule mwili kusoma, ingawa anataka kulala, kwa kujua faida iliyo mbele yake. Na vivyo hivyo sisi tukijua faida iliyoko mbele yetu ni zaidi kuliko faida zozote zile nyingine tunazozijua, tutatumia jitihada zaidi, tutatumia nguvu zaidi kuudhibiti mwili. Sema amen. Jitahidini kuingia katika mlango mwembamba. Maana wako wavivu, wako walegevu, watatamani kuingia wasiweze. Tangu nyakati za zamani mpaka nyakati za sasa, Yesu akasema, sio mtu mwingine anazungumza, anasema Yesu, ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, na wenye nguvu tu ndio wanaouteka. Mathayo sura ile ya 11. Mathayo sura ile ya 11 mstari wa 12. Huyu ni Yesu anazungumza. Mathayo 11 mstari wa 12. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wauteka. Tusema wote hivyo. Ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wauteka. Kwa bidii zaidi tena, hata kuzungumza unatakiwa kutumia jitihada. Mwili halitakuruhusu kusema neno, yaani chochote cha rohoni mwili hautaki. Chochote cha rohoni mwili hautaki. Ungekuwa unazungumza tu maneno mengine ya duniani, ungepiga makelele. Kariakoo. Hapo haina shida. Mwili linapiga kelele. Na wewe mwenyewe unajikuta unapiga makelele mengi tu tangu asubuhi mpaka jioni. Lakini sema neno la Mungu, utaona mwili zito, sauti nzito. Lazima ujue inataka jitihada. Hata kutamka chochote cha rohoni inataka nini? Usifikiri tu hivi. Utasikia tu yaani lazima kupiga makelele jamani. Kwenye kuomba unasikia watu wanasema tunampigia kelele Mungu. Kwa nini makelele? Kelele maombi ya makelele. Kelele ya nini tunampigia makelele Mungu? Wakati huyu anasema tunampigia makelele Mungu tangu asubuhi mpaka jioni ni kile kwenye maombi anasema tunampigia kelele Mungu. Ndio mwili hilo ambalo linatuvutia chini. Lazima ukatae matakwa ya mwili. Lazima ukatae matakwa ya mwili. Ndio, hata unapotamka hilo neno amen. Neno amen kimsingi, moja kati ya maana ya neno amen, unapotamka neno amen hivyo, unamaanisha kwamba unaunga mkono kile kinachosemwa. Unaunga mkono kile kinachosemwa, unaafiki kile kinachosemwa.
unatangaza hadharani kwamba hivyo ni kweli, hicho kinachotamkwa ni kweli. Kwa hiyo unaunga mkono, unakubali, unakubali. Kwa unaposema amen, maana yake tunaungana pamoja, tunapatana pamoja kwamba neno hilo ndivyo lilivyo. Kwa hiyo amen ina maana kubwa sana tunapokuwa tunajua maana yake tukiwa watu wa rohoni. Lakini shetani hataki hata uitike. Unaponyamaza hata amen kuitamka inakuwa ngumu, maana yake unapinga neno hilo kwamba sio sawa. Ndio maana yake. Kwa unafanya vitu vya kishetani kuliko unavyoweza kufikiria. Sasa inataka jitihada. Mwili hautaki hata kusema amen. Mwili hautaki hata kutamka maandiko kwa nguvu. Unataka jitihada. Mwili hautaki kuomba kwa nguvu. Unataka jitihada. Sema tena. Ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wauteka. Ndio maneno hayo katika Kiingereza, nao wenye nguvu wauteka, ni maneno mazito sana Kiingereza. Kinachotumika hapo, inatumika maneno and the violent take it by force. And the violent take it by force. Violent ni neno zito sana. Ukisikia violent, kutokana na violent unapata neno violence. Violence ni namna kama ya rabsha, vurugu namna fulani. Maana yake mwili ni mapambano kabisa kwa namna ya vurugu na rabsha. Mwili hautaki kabisa, wewe unasema lazima, ni mapambano kabisa na rabsha. Kwamba blanketi unalitupia huko kwa rabsha, kwa vurugu. Kwamba wewe blanketi unataka kuniponza, hutaki niende mbinguni. Toka, kaa pembeni blanketi. Huu ni wakati wa kuomba. Nasema huu ni wakati wa kuomba. Kwa hiyo maana yake and the violent take it by force. Una force, unatumia nguvu, unalazimisha. Sema amen. Kwa hiyo katika jambo lolote utaona, ndio maana maandiko inazungumzia jitahidini, kwa jitihada. Jitahidini. Ile neema ambayo Mungu anaileta kwetu haiji kwa mvivu, haiji kwa mlegevu. Maandiko nasema katika Yeremia 48:10, afanyie kazi ya Bwana kwa ulegevu amefanya nini? Amelaniwa. Mungu si mlegevu. Uvivu ni dhambi. Kwa hiyo unapolazimisha mwili, unapotumia jitihada, utaona sasa ile ukishatumba blanketi, umetumia jitihada, utaona sasa ndipo neema itakufunika. Kuna nguvu ya ziada tena inakuja juu yako. Amen. Lakini hiyo nguvu haiji kwa mvivu, hiyo nguvu haiji kwa mlegevu, hiyo neema haiji kwa mvivu. Wacha kuona sasa maandiko yanatuambia kwa bidii, si kwa ulegevu. Kwa bidii, si kwa ulegevu. Warumi sura ya 12. Warumi 12 mstari wa 11. Warumi sura ya 12 mstari wa 11. Kwa bidii, si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Kwa bidii, si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Kwa bidii, si walegevu. Na maandiko mengi yanatueleza juu ya kujitahidi, juu ya jitihada.
tukitaka kwenda kuhubiri Injili, tukitaka kwenda kushuhudia mitaani, mwili hautaki. Mwili unataka tuahirishe. Ukizungumza na watu hapa kwamba siku fulani tunatakiwa kukutana kisection, tunatakiwa kukutana katika kanisa la nyumbani, twende tukashuhudie, mwili hautaki kabisa chochote cha rohoni cha namna hiyo. Tukashuhudie, twende mitaani kuzungumza na watu habari ya wokovu, hutaki mwili. Na usiposhuhudia, usipoeleza watu habari za Yesu, usipoeleza watu habari za wokovu, na wewe mwenyewe huwezi kuingia mbinguni. Damu ya watu hao itatakwa mikononi mwako, maana yake utahesabika kama muuaji. Na wauaji hawana nafasi katika uzima milele. Sasa inahitaji jitihada kwenda kuhubiri Injili. Mwili hutaki. Inahitaji jitihada. Kama wewe ni mwalimu wa ufuatiliaji, umepewa fomu ya mtu aliyekata shauri kuokolewa, kama wewe kumfuatilia mtu namna hiyo, roho yako akipotea, maandiko yanasema na roho yako itachukua mahali pake. Mwili inakupa wakati wote, unakupa kuahirisha. Utaenda kesho, utaenda kufuatilia kesho, mwisho mpaka hiyo fomu imeishia, hata ujui imekwenda wapi, imepotelea mbali. Inataka jitihada, inataka kujitahidi kwenda kufundisha.